Sheikh Walid bin Sheikh Alhadi Umar Kawambwa, huyu dada alimuoa na cheti kipo, na kuna mtu anasema kama cheti kipo, kama shekhe yupo, kwa nini hasemi? Mbona hatoi majibu ya shutuma, badala yake wanajibu watu wengine? Tena ikatolewa mifano, wanajibu watu wa mipira, wanajibu wasanii, wanajibu waandishi wa habari. Sasa tunajibu sisi, sehemu ya vijana ambao tunahusika katika Uislamu, lakini pia tuna wajibu wa kuweza kueleza yale ya kweli yanayofahamika, yaliyojiri katika mji wetu au katika nchi yetu. Sheikh Walid alimoa na cheti kipo, lakini ukweli wa mambo, baada ya kumwoa alimwacha, na kuacha ni jambo la khiari kwa mtu katika maisha ya mahusiano. Ikitokezea hamkufahamiana na njia zimekwisha, unaweza kuachana naye, sheria imeruhusu. Abghadhul halal inda Allahi talaq, kwamba katika machukizo yaliyokuwa makubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya halali ni talaka. Kwa hiyo talaka ni halali kutoa. Hakuna kitu cha ajabu kuweza kupewa talaka kama haendi katika mistari wala hafati yale miongozo aliyopewa na mumewe. Kwa hiyo aliachika, na baada ya kuachika akarejea kwao, na kila kwamba huko kwao akapata riziki nyingine, akaolewa, na baada ya kuolewa akaachika tena. Anarudi anasema nina mimba yako. Haya ndio maelezo, na huu ndio ukweli. Hivi ni kuchukulie mfano, wewe kama ungekuwa umeoa, baadaye ukamwacha mke, akarudi kwao, akaishi maisha yake huko, awe kaolewa hakuolewa, anakaa baada ya muda zaidi ya miezi 5, miezi 6, miaka 2, anarudi anakuambia nina mimba yako. Wewe ungechukua hatua gani? Yaani ni nani ambaye atakuwa bwege kuweza kusimama akubali mimba ambayo kashamuacha, kaenda alikokwenda, kakutana na aliokutana nao, anarudi tena anasema nina mimba yako, alafu anampokea, anaweza kuendelea kumlea? Kwa haya mambo yaliyokuwa yametoka au yaliyojiri katika mji wetu wa Dar es Salaam ni mambo ambayo yaliyokuwa yana makusudio maalum ya kumchafua shekhe. Na ndio maana mtu mmoja alikuwa na lugha zaidi ya 2. Kwanza ameolewa, 2 ni mzazi mwenziwe, 3 nimezaa naye tu wala hatukufunga ndoa. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala. Leo tunashuhudia namna gani Sheikh Walid ameweza kuchafuka, lakini uchafu huu ni wa maneno. Uchafu huu haukuweza kuthibiti kwa sababu hakuna kielelezo chochote. Lakini kama hilo halitoshi, mwisho wa siku baraza la ulama kama walezi likakaa likatafakari mwenendo wa shekhe wa mkoa, na likatoka na maamuzi ya kumsimamisha shekhe wa mkoa. Lakini kitendo cha kumsimamisha shekhe wa mkoa, kwanza tukielekeze kwa Uislamu na jamii ya Watanzania kwamba yule aliyeteua ana mamlaka ya kutengua. Kwa maana baraza kama liliweza kumchagua Sheikh Walid awe shekhe wa mkoa, bila shaka uwezo wa kumtengua wanao. Lakini mbona kwa kutumia daraja la huyu mwanamke aliyekuja maelezo yake hayako wazi? Hivi kweli wakae wana wazuoni mashekhe wajadili mapungufu ya shekhe wa mkoa ambayo wao wana dhamana ya kumweka na kumtoa, lakini kwa kusikiliza hoja kwa yule ambaye ameweza kusema kwamba mimi ni mke, nataka mwanangu apate huduma, asafirishwe, apate pasipoti, turudi nyumbani, alafu kisha anasema hapo hapo kwamba mimi sio mke, nimezaa naye tu, tulikuwa hatujafunga ndoa. Kipimo gani kimetumika kwa ajili ya kumfanya Sheikh Walid asiwe shekhe wa mkoa? Ndugu zangu, katika hali kama hii imetuzulia taharuki kubwa, na jamii imekuwa katika wasiwasi mkubwa. Jamii imekuwa katika mazingira magumu mno. Kila mmoja anaonyesha hisia zake juu ya kitendo kilichotokea. Ndugu zangu katika imani, kwa haya ambayo yanaendelea, kwa kuwa sisi wajibu wetu pale ambapo shekhe atadogeshwa, ataonekana kuwa anafanyiwa mambo yasiyokuwa mazuri, kwa kutupiwa maneno ya kumdogesha na kumshusha heshima yake, tulisema kwamba tutakuwa tayari kwa shekhe yoyote kumtetea. Na haya yaliyozuliwa na huyu binti anayesema alikuwa mke wa shekhe,
baadaye anasema alikuwa si mke bali walizaa, hali ya kuwa hawakufunga ndoa. Tunayaona ni miongoni mwa matukio ya kuendelea kuwachafua mashekhe katika nchi yetu. Lakini tukio hili si la kawaida. Mwanamke ambaye si Mtanzania anapataje ujasiri wa kusimama katika media na kuzungumza na waandishi kwamba yeye anataka haki zake kupitia shekhe kwa mambo kadha wa kadha aliyoyasema? Tukio hili ni tukio la kushangaza. Sisi tunatembea katika nchi za jirani. Leo tujenge picha, tunatoka hapa tunakwenda Kenya. Tukifika Kenya kuna shekhe wa mkoa katika mikoa ya Kenya, tunakwenda tunatangaza katika vyombo vya habari kwamba shekhe huyu kafanya 1 2 3, alafu mamlaka ya baraza la Kenya lichukue hatua kwa kumsikiliza mtu ambaye sio raia. Maelezo yake yanajikontradikti. Hapa anasema mke, hapa anasema nimezaa naye tu, hapa nilikuwa mzazi mwenzangu. Haya mambo hayakubaliki, na sisi kama vijana wa Kiislamu hatuwezi kuunga mkono hoja za mtoto wa kike kama hizi ambazo hazina mashiko, hazina evidence na zinakubaliwa. Hatuwezi kukubaliana na fikra kama hii. Ndugu waandishi wa habari, kwa kupitia maelezo haya tunaomba mamlaka husika, tukianza katika baraza la ulama. Baraza la ulama kama nilivyosema ni la mamlaka ya kuteua na kutengua, lakini inapowajia habari ichunguzeni. Tangu tukio limetokea mpaka hanasimamishwa shekhe wa mkoa, ni siku ngapi zimepita? Na je, ni research ya aina gani iliyofanyika kubaini ukweli wa mtoto wa kike maelezo aliyotoa? Hapa tunaona kuna utata, na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ametuwekea wazi kwamba jambo lolote idha intafala amran fatadabbar aqibatahu fa in kana khairan famdi wa in kana sharra fanta, kwamba jambo lolote unapotaka kulifanya lichunguze mwisho wake, litazame kule mwisho likoje. Likiwa ni la kheri fanya, likiwa ni la shari acha. Kipimo gani kimetuonyesha kwamba jambo hili mwisho wake ni kheri? Ikatumika fursa ya maelezo ya mtoto wa kike ambayo ni ya uongo, maelezo yasiyokuwa ya kweli, shekhe wa mkoa anasimamishwa. Kwani mbona hatujasema kwa shekhe wa mkoa wa Singida au shekhe wa mkoa wa Kigoma? Kwa sababu mashekhe hawa hawakunasibishwa na matukio ya uongo. Maana yake sisi kama jamii ya Watanzania tunaamini, sisi kama wahadhiri, sisi kama Waislamu tunaamini kwamba jukumu walilolifanya baraza la ulama liko katika mamlaka yao, na ndio maana la mkoa wa kule Kigoma hatujalizungumza, wala hili la mkoa wa Singida hatujalizungumza. Hapa Dar es Salaam kuna nini? Mamlaka husika, baraza la ulama, bado hamjachelewa. Mamlaka mnayo. Atafakur, kulitafakari jambo hili ni jambo la wajibu wa kila mmoja wetu. Kama tunakubaliana mwanadamu hana ukamilifu, na ndio maana mkachukua hatua kwa Sheikh Walid, kwa hizi hatua mlizochukua za kinidhamu, basi tukubaliane kimsingi hata huyu mtoto wa kike maelezo yake yana mapungufu. Tuchukue udhuru huo, tutazame upya hukumu iliyotolewa ya kumtoa Sheikh Walid. Sisi hatuipingi, tunachopinga mazingira yaliyopelekea kutoka kwa hukumu hiyo. Ndugu zangu katika imani, matarajio yetu, baraza la ulama ni watu wasikivu, ni watu waelevu, ni watu wenye maarifa makubwa ya kiilmu, ni watu waelevu wenye maarifa makubwa ya mambo ya sheria ya dini. Watayapima mambo haya ili waone busara gani itumike katika namna bora ya kuzima taharuki, haswa wakati tukielekea baraza kuu la Waislamu wa Tanzania hapa nchini likielekea katika uchaguzi mkuu. Tunatarajia maimamu, mashekhe, maustadhi, makhatibu wa misikiti wawe katika hali ya amani, pasiwe na taharuki. Leo hafla zetu katika mijamaa yetu tunayokutana, kila mmoja ana taharuki juu ya mambo yaliyotokea, na mashekhe wengine wana taharuki pia, wakifikiri wakati gani yatazushwa ya uongo yatakayopelekea
kuziharibu nafasi zao katika kuwatumikia jamii ya Uislamu. Ndugu zangu, baada ya kuyasema haya, tutumie pia fursa hii kumwomba samahati Mufti Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali kwa namna yake, kwa busara yake, kama mlezi wa taasisi za Kiislamu, alitazame jambo hili kwa kina na alitafutie njia nzuri ya kuweza kulimaliza kwa namna bora ya kuweza kuziweka heshima za wale wanaomsaidia mahala pake stahiki, na Mwenyezi Mungu amwafikishe na amwezeshe hilo yeye na baraza lake la ulama. Na haya hayako dhidi ya baraza, bali ni katika namna bora ya kutuliza munkari wa jamii yetu ya Kiislamu, ambayo siku baada ya siku maneno, lugha, kana kwamba kumetokea jambo ambalo kwamba limeshtua mioyo ya watu, sio tu Waislamu bali hata Watanzania wenzetu, hata wasiokuwa Waislamu na watu mbalimbali, hata katika nje ya mataifa, wanaeleza maelezo kuhusiana na Sheikh Walid. Baada ya kuyasema haya, tunamuomba sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie amani katika nchi yetu na utulivu, na ajalie utulivu katika baraza, katika harakati hizi za mchakato zinazoelekea katika kuweka kilele cha kukamilisha zoezi la uchaguzi Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania, BAKWATA, Majlisul A'la li Shu'uni al-Islamiyya bi Tanzania. Na taarifa tuliyoipokea kutoka kwa wasemaji wa baraza ni kwamba katika awamu ya kwanza na ya pili, kutoka katika misikiti na katika ngazi ya kata, falillahi alhamdu, zoezi limekwenda vizuri, mambo yako murwa kabisa. Lakini sasa hatua inayofuata ni ngazi za wilaya na kuendelea katika ngazi ya mikoa. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie uchaguzi upite kwa salama na amani, wapatikane viongozi wenye uchungu na imani watakaotumikia Uislamu wao kwa dhati ya kufanikisha Uislamu kusonga mbele na kuwaunganisha Uislamu, bila ya kusahau slogan ya mzee wetu na ya baraza kwa jumla: jitambue, badilika, acha mazoea. Lugha ambayo kwa kweli msamiati huu yataka Waislamu wauzingatie, waufanyie kazi popote walipo. Yataka mtu ajitambue, ajijue yeye ni nani, lakini abadilike kutoka katika hali aliyokuwa nayo ya kufikiri kwamba baraza ni chombo cha kuwakandamiza Uislamu. Toka huko, badilika, acha mazoea uliyokuwa nayo. Baraza lina habari kubwa. Baraza kwa sasa linafanya mambo mazito ambayo yatapelekea Waislamu kuwa wamoja, Waislamu kushikamana, Waislamu kushirikiana, na ile nguvu yetu iwe katika maendeleo na sio mifarakano na kufanya uadui. Wataawanu ala albirri wa taqwa wala taawanu ala alithmi wal udwan. Qur'ani imetuelekeza saidianeni katika mambo yaliyokuwa mema na uchamungu, wala msisaidiane katika mambo ya uadui na madhambi. Baada ya kuyasema haya, aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisaa'ilil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu fa fawzal mustaghfirin wa ya najati taibin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.